Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, husafisha kabisa. Asante Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakubariki na mwana wa Mungu ninakuinua. Naalika roho wako wa uombezi, naalika roho wako wa kuombea watu wako walio hospitalini, walio na mambo tofauti tofauti. Asubuhi ya leo na saa 4 hizi ninakubariki na Baba ninakuinua. Ninasema nena na moyo wangu, ashiria roho pia wa unabii kwa ajili ya watu wako. Pokea sifa na upokee kubarikiwa katika jina kula Yesu Kristo. Bwana wa majeshi na komanda wa vita, Roho wa Mungu shuka na uguze mtu na umtembelee katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Baba ninakubariki. Asubuhi ya leo Baba ninakuinua na ninakutukuza Bwana. Kuna mtu tayari Bwana atasaidika na haya maombi. Baba ninaombea mtu ambaye amelemewa na ako hospitalini, mtakatifu mwema. Ninaona kuna mtu amekaa akisumbuliwa na mtoto wake Bwana. Kila wakati joto ya mtoto aisuki ridima. Ninaombea huyu mama katika jina la Yesu. Namuombea huyu mama katika jina lako Bwana. Pepo ya roho kutoshuka ya joto mwilini wa mtoto. Madaktari wanampatia mandawa na bandu. Ninaona anakuwa katika jina la Yesu, joto aisuke. Ninanenea hiyo joto katika jina la Yesu. Huyu mpendwa ninamuombea katika jina lako Bwana. Huyu mpendwa ninamuombea katika ukuu wako Bwana wa majeshi, komanda wa vita. Baba ubarikiwe na Yesu, inuliwe na Yesu, pewe sifa. Ninaombea mtu mwingine, mama ambaye amelazwa hospitalini, ako mgonjwa Bwana kamponye kwa jina kula Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninaombea watu wako. Asubuhi ya leo ninaombea watu wako Bwana. Endelea kuwaponya na kuwatenda mema Bwana. Ninaangalia, ninaona kuna mtu Bwana amekuwa akisumbuka katika maisha yake. Baba, kulikuwa na amani kwa huyu mtu, na sasa katika ndoa yake imekuwa na shida, haelewi ni wapi imetokea Bwana. Mume wake akitoka tu akirudi inakuwa ni magombano, inakuwa ni kusumbuana, inakuwa ni kuteta, inakuwa Bwana hakuna amani kwa nyumba. Lakini beleni kulikuwa na amani. Wewe ndiye nakuombea nyumba yako kuanzia sasa ikapate amani. Wewe ndiye nakuombea nyumba yako kuanzia sasa ikapate amani. Ninaona kuna kitu ambaye wanazungumza wakienda pale nje, na ninaona kuna mahali huwa akienda. Ninatangaza katika jina la Yesu, naombea hiyo nyumba yako, naombea huyo mume wako katika jina la Yesu, ya kwamba siku ya leo akienda akirudi hakutakuwa na kusumbuana, hakutakuwa na kusumbuka, hakutakuwa na kuteta katika jina la Yesu. Ninaona tu kila wakati anapotoka akikuja jioni lazima mtete. Wewe ndiye nakuombea, hakuna kuteta tena katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kuteta tena katika jina kula Yesu Kristo. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona Bwana kuna mtu kila wakati kazi yake inapanda na baadaye inashuka. Baba ninaombea huyu mtu ya kwamba biashara hiyo yake, hiyo kupanda kushuka, kupanda kushuka, Baba kile alifanyiwa ndio asinuke. Ninafuruga, ndio ninainua jina lako Bwana katika hiyo biashara yake katika jina la Yesu Kristo. Ndio nainua Bwana jina lako katika biashara yake katika jina la Yesu. Yesu kamsaidie na Yesu kamuonekanie. Yesu kamsaidie na Baba ukambariki. Endelea kutawala Yesu, endelea kumuonekania, endelea kumbariki Bwana wa majeshi. Wewe Mungu wa baraka, unanionyesha kuna mtu Bwana pale kazini kuna kuwa na malumbano, kuna kuwa na kusumbuana na wengine wala wanafanya na wao kazi. Hata wewe Roho Bwana ananiambia nikuombee asubuhi ya leo. Hata wewe Roho Bwana ananiambia nikuombee, kwa sababu hao watu wanakuinukia hata wewe hujui ni nini inakufanya wakuinukie. Ninatangaza asubuhi ya leo katika jina kula Yesu Kristo ya kwamba Bwana akakupigania
katika wafanyikazi. Bwana akakupiganie kwa ajili hata ya huyo mtu ambaye anakuajiri, maana ninaona pia kunakuwa na kusumbuana na yeye na uelewi ni nini. Wewe unafanya kazi vizuri, lakini asubuhi ya leo Bwana wa majeshi, Roho wa Mungu ananiambia nikuombee, asimame na wewe, akukomboe, akupiganie, akutetee katika jina kula Yesu Kristo. Bwana, ninaona kuna watu wengi ambaye umelete niwaombee asubuhi ya leo. Ninaomba kabla ya kumaliza haya maombi ya saa 4 ya leo, ya kwamba ukaguse mtu, ya kwamba ukamtembelee mtu, ya kwamba Baba ukamnenee mtu. Wewe roho mchafu, ninakukemea katika jina la Yesu. Wewe roho mchafu, ninakukemea katika jina la Yesu. Ondoka kwa hii maisha ya huyu ndanda, ondoka katika maisha ya huyu ndugu. Bwana wa majeshi, komanda wa vita, ninaona kuna mtu Bwana amepanga kwenda safari kwa muda mrefu, lakini safari yako ninaona kila wakati unapanga kwenda hiyo safari, na ni safari kuna mafanikio makubwa. Inakuwa ukipanga inapanguka, inakuwa ukipanga inapanguka. Roho wa Bwana ananiambia nikuombee hiyo safari yako katika jina kula Yesu Kristo. Roho wa Bwana ananiambia nikuombee safari yako katika jina la Yesu Kristo. Akasimame na wewe, akakuinue na akakubariki. Ndio ninakuombea asubuhi ya leo, Bwana asimame na wewe. Ndio ninakuombea asubuhi ya leo, Bwana asimame na wewe, kwa sababu kuna baraka ziko kuanzia sasa. Hiyo minyororo iliyofunga safari yako ninaikatakata, ninaikatakata hiyo minyororo, ikakatike katika jina la Yesu, ikakatike katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu ninaona huyu mtu, ninaona mguu wako umefura. Oh my goodness. Hiyo mguu wako Yesu akauponye. Huo mguu wako Yesu akauponye. Huo mguu wako Yesu akauponye kwa jina la Yesu. Huo mguu wako Yesu akauponye kwa jina la Yesu. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo. Ninamuombea huyu mpendwa katika jina la Yesu, ya kwamba hiyo mguu ninaona vile imefura, na ninatangaza uponyaji wa haraka. Ninatangaza uponyaji wa haraka. Ninatangaza uponyaji wa haraka katika huo mguu wako katika jina la Yesu. Ninakuombea Bwana akuponye. Ninakuombea Bwana akuponye. Ninakuombea Bwana akuponye katika jina la Yesu. Baba, ninakubariki na Yesu ninakuinua. Baba, ninakubariki na Yesu ninakutukuza, ya kwamba maombi ya leo yanachanganywa na neema yako yaliyo na unabii mwingi. Mtembelee huyu mtu kwa jina lako. Mtembelee huyu mtu kwa mapenzi yako, ya kwamba kusumbuka kule amesumbuka, Bwana kamponye. Ninaona Bwana kuna mtu Baba unanielezea, oh my God. Ndio hiyo, ninaona kuna mtu anakaa akisumbuliwa na bacteria infection. Sini ya kitobu zako kuna uchungu mwingi. Ninaona paka kwa mgongo unaumwa. Hakika ninaambiwa na Roho umetibiwa kwa muda mrefu, hauyapona. Ninakuombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Baba akakuponye, Baba akakuwe